Online TV. Naitwa Emmanuel Fortunatus Cheneko, wakili wa serikali. Katika mahakama ya hakimu mkazi Kivukoni iliyopo Kinondoni, tumeweza kuwafikisha washtakiwa watatu ambao wanashtakiwa kwa makosa ya kuingiza magari ya kigeni yenye namba za usajili wa kigeni kwa malengo ya kuyarejesha maeneo yalipotoka, lakini kimsingi wanakiuka taratibu za kiforodha na wengine wanaenda mbali na kuyauza magari hayo. Kwa kesi ya kwanza inayomhusu George Gosbert Kaiza, yeye kimsingi ameisababishia hasara mamlaka ya takriban zaidi ya milioni 80, na kesi ya pili inayohusu Hosiana Donald Sanga na mwenzio Ham Jefferson Sanga, wao wote kwa pamoja wameisababishia hasara mamlaka ya takriban zaidi ya shilingi milioni 30. Kesi ya kwanza ni kesi ya uhujumu uchumi, kesi namba 11588, ambayo ameweza kufikishwa George Gosbert Kaiza kwa makosa 7. Kosa la kwanza ni kufanya tamko la uongo wakati wa uingizaji wa gari aina ya Toyota Fortuner yenye namba za usajili za Afrika ya Kusini KV 05 WWGP kinyume na kifungu cha 203 aya B cha sheria ya usimamizi wa forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2004 toleo la mwaka 2019. Kosa la tatu ni kuuza gari aina ya Ford Toyota Fortuner yenye namba za usajili KV 05 WWGP, na kosa la tano ni ukwepaji wa ushuru kwa njia za kiragai kinyume na kifungu cha 203E cha sheria ya usimamizi wa forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2004 toleo la mwaka 2019. Na kosa la sita ni kuisababishia hasara mamlaka ya takriban milioni 54 kinyume na aya ya 10 aya ndogo ya kwanza ya jedwali la kwanza na kifungu cha 57(1) na kifungu cha 61(2) vyote vya sheria ya uhujumu uchumi na makosa ya kupangwa sura ya 200 toleo la mwaka 2023. Na kosa la saba ni kuisababishia mamlaka hasara ya takriban milioni 30 kinyume na aya ya 10 aya ndogo ya kwanza na kifungu cha 57(1) na 61(2) vyote vya sheria ya uhujumu uchumi na makosa ya kupangwa sura ya 200 toleo la mwaka 2023. Lakini vile vile kesi ya pili ni inayomhusu ndugu Hosiana Donald Sanga na mwenzie Ham Jefferson Sanga, kesi namba 11513, ambayo washtaki wote wawili wamefikishwa kwa makosa mawili. Kosa la kwanza ni kufanya tamko la uongo kinyume na kifungu cha 203 aya B cha sheria ya usimamizi wa forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, sheria ya mwaka 2004 toleo la mwaka 2019, ikisomwa pamoja na kifungu cha 27 cha sheria ya usimamizi wa forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwenye mabano marekebisho ya mwaka 2025. Na kosa la pili kwa washtakiwa wote wawili ni kuisababishia hasara mamlaka ya takriban milioni 35 kinyume na aya ya 10 aya ndogo ya kwanza ya jedwali la kwanza na kifungu cha 57(1) na 61(2) vyote vya sheria ya uhujumu uchumi na makosa ya kupangwa sura ya 200 toleo la mwaka 2023. Kesi ya kwanza imeahirishwa na itakuja kwa ajili ya kutajwa tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026. Vile vile na kesi ya pili imeahirishwa mpaka tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026. Make your day right.
Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.